أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أما بعد يكمشكuru Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu watukufu wasikilizaji katika chaneli yetu hii, biidhnillahil karim, insha Allah, katika siku hii ya leo twende tukajifunze dua hii mujarrab kabisa, ambayo ni dua ya maumivu ya mwili. Dua itakayekwenda kukuondoshea maumivu ya mwili. Hii tunaita panado. Yani panado ya Mungu, hii direct kutoka kwa Allah. Wapo watu wanaumwa na mwili, lakini ameshakunywa panado kamaliza, lakini maumivu hayaishi. Kanywa diclofenac, kuna zile sisi zinaitwa nini zile, yani kwa kifupi dawa zote za kutuliza maumivu kwake yeye hayaishi. Kichwa kinamuuma mpaka anakoma. Miguu, mikono, kifua, mwili wote kwa ujumla, kuna mtu anaumwa mpaka anashika adabu yake, haelewi atafanya nini. Sasa tunakuletea solution kutoka kwa Allah. Hii ni hidayah kutoka kwa Mungu. Ni dua pekee ambayo ukiifanya utakwenda kutuliza maumivu yanayokusumbua, shida, dhiki, majanga, matatizo yanayokusumbua katika mwili wako. Yote utakwenda kuyapozesha na kuyafanya yaache kukuletea shida, au mwili uache kukuletea madhila kama hayo. Kwa hali kama hiyo, maana yake ni kwamba walillahi alhamdu, nini cha kuweza kufanya? Kwanza kabisa uhakikishe unakuwa upo nyumbani. Wakati wowote ule, kaa sehemu iliyotulia. Tulia sehemu iliyotulizana vizuri kabisa. Kisha baada ya hapo, sasa hapo chukua udhu wako vizuri kabisa, elekea qibla. Kisha elekea qibla, chukua maji yako ya usawa wa lita 1, 1 liter, lita 1. Kisha anza kusoma dua hii. Sasa soma hii dua, lakini kwanza wakati unasoma dua hiyo utakuwa umeshika sehemu inayokuuma. Kama ni mwili mzima ndio unakuuma, basi shika kichwa, kwa sababu kichwa ndio kina ubongo, na ubongo ndio controller ya mwili mzima katika mwili wa binadamu. Basi shika kichwa chako, aidha sehemu yoyote inayouma. Ukishashika sehemu inayouma, anza kusoma dua hii. Anza kusoma dua hii. Dua ipi? Utaanza kwa kusema, kwanza utaanza na istighfar. Fanya istighfari mara 21. Kisha mswalie mtume kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Hii pia utaisoma mara 21. Kisha baada ya hapo sasa anza kusoma dua hii. Utasema bismillah. No kumalizia Rahmanur Rahim, yani bismillah. Alafu utaanza bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim. Kwa neno bismillah utalisoma mara 21. Yani bismillah. Mara ngapi? Mara 21. Kisha baada ya hapo utakuja bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim. Mara ngapi tena? Mara 21. Kisha baada ya hapo utakuja a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Umemaliza. Tunasema tena a'udhu bi'izzatillahi
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Hapo utaisoma tena mara 21 hiyo. Ukishasoma mara 21 basi utakuwa umemaliza. Utapuliza maji yako ambayo umekaa nayo hapo. Yapulize yale maji. Kisha ukishapuliza yale maji, kunywa pamoja na kujipaka kwa muda wa siku nzima. Yaani itafaa sana kazi hii uanze asubuhi mapema. Kisha maji hayo utaanza kuyatumia asubuhi na utayatumia mchana na utayatumia usiku. Kunywa na kujipaka katika mwili. Kunywa na kujipaka katika mwili. Kwa uwezo wake Allah utakuwa mzima kabisa na mwili wako utapoa tena kwa muda mchache sana, na utashangaa mwili wako haukusumbui tena na mwili umekuwa safi barabara salama kabisa. Hiyo ni dua mujarrab na itakufaa sana ndugu yangu, ifanyie kazi na amini utafaulu. Lakini pia unaweza dua hii ukamfanyia mtu, yani sio lazima ujifanyie wewe tu. Inawezekana mtu akakuletea shida kama hizo, ukachukua yale maji ukayafanya hicho tulichokuelekeza na mtu akawa sawa. Kwa hiyo mkini ukaifanyia familia yako, mke wako, watoto wako, ndugu zako, jirani yako, na kila aliyekuwa anakuhusu na hata asiyekuhusu. Kama ana maradhi, ana matatizo, basi unaruhusiwa kuweza kumfanyia dua hii na itamfaa kwa uwezo wake Allah. Inshallah utafanya kwa muda wa siku 7. Yani leo utamfanyia lita 1 ya maji, kesho kutwa, mpaka muda wa siku 7. Hata kama atakuwa siku ile ile ulivomfanyia kapona, basi wewe unatakiwa umuendelezee kwa muda wa siku 7 mfululizo. Inshallah atakuwa safi na atakuwa salama. Mwisho kabisa naomba nikuombe wewe ambaye unahitaji mchumba na bado haujafanikiwa kupata ndoa, aidha ni mwanamke, basi njoo katika mtandao wetu utuambie na sisi tutajua ni mchumba gani tuweze kukupatia ili apate kukuoa. Na wewe mwanamama, baba ambaye unataka mke, baba, kaka, mjomba, unataka mke, basi njoo katika WhatsApp yetu, sema mimi nataka mke. Lakini leo tunao mabinti ambao tumekwisha watangaza, naamini tayari kuna baadhi ya watu wameanza kujitokeza, lakini bado sijapata mwelekeo kamili, ila naomba tuendelee kujitokeza. Naamini mambo yatakuwa safi na salama insha Allah. Tumewatangaza mabinti 2, wadada 2 ambao wanahitaji wapate nusura za ndoa insha Allah. Insha Allah kufikia hapo sasa, naomba uendelee kusubscribe kama hujasubscribe. Hebu kasubscribe katika channel yetu, alafu uweze kuwa ni wa kwanza katika watu ambao watakao kuwa wanazidi kupata maarifa katika channel yetu insha Allah. Kufikia hapo niseme wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.